DW. Habari za ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Waasi wa Kihuthi Yemen wadai kushambulia meli za Marekani. Marekani yawatimua zaidi ya wahamiaji 200 licha ya amri ya mahakama inayopinga hatua hiyo. Na waasi wa M23 waituhumu Kongo kuhujumu mazungumzo ya Angola. Habari kamili. Sanaa. Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran nchini Yemen wamesema leo kuwa wameishambulia meli ya kubeba ndege za kivita za Marekani katika bahari ya Shamu. Waasi hao wamesema kuwa wamerusha makombora 18 na ndege isiyokuwa na rubani. Hakujatolewa tamko lolote na Marekani kuhusiana na madai hayo ya mashambulizi. Haya yanafanyika siku moja baada ya ikulu ya White House kusema kuwa mashambulizi ya wanajeshi wake yamesababisha vifo vya viongozi waandamizi wa waasi hao. Wizara ya afya ya Wahuthi imesema wanawake na watoto ni miongoni mwa waliouawa na mashambulizi hayo ya Marekani hapo juzi. Hapo jana Marekani iliapa kufanya mashambulizi zaidi hadi pale waasi hao watakapositisha kuzishambulia meli zake katika bahari ya Shamu. Washington. Utawala wa Rais Donald Trump huko Marekani umewatimua zaidi ya wa Venezuela 200 kutoka nchini humo na kuwapeleka katika jela moja huko El Salvador licha ya jaji mmoja wa shirikisho kuamrisha kurudishwa kwao Marekani. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt katika taarifa amesema serikali hiyo haipuuzi amri ya mahakama ila ina haki ya kuupuuza uamuzi huo vilevile. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha moja kwa moja kuwasili kwa ndege iliyokuwa imewabeba wa Venezuela hao, ila ukanda wa video uliochapishwa na serikali ya El Salvador umeonyesha wanaume wakitolewa kwa haraka kutoka kwenye ndege usiku wakiwa chini ya ulinzi mkali. Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani na serikali ya El Salvador hazikutoa tamko lolote kuhusiana na ukanda huo wa video. Watu hao zaidi ya 200 wanadaiwa na serikali ya Trump kuwa wanachama wa genge la wahalifu nchini Venezuela. Goma. Waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wameituhumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujaribu kuhujumu mazungumzo ya amani ya ana kwa ana yaliyopangiwa kufanyika nchini Angola. Msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka ameituhumu serikali ya Kongo kwa kutumia ndege za kivita na ndege zisizokuwa na rubani kushambulia kwa mabomu maeneo yaliyo na idadi kubwa ya watu katika siku za hivi karibuni. Kanyuka amesema hatua hii ya serikali ya Kongo inaonyesha kwamba wana nia ya kuhujumu mazungumzo hayo yaliyosubiriwa kwa muda. Rais wa Angola Joao Lourenço alitoa wito usitishwaji mapigano kuanzia jana Jumapili, ila hakuna upande uliotoa tamko lolote kuhusiana na wito huo. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn. Washington. Watu 34 wamefariki dunia na dazeni kadhaa wengine kujeruhiwa baada ya kimbunga kupiga eneo la kusini na magharibi ya kati ya Marekani mwishoni mwa wiki. Shirika la huduma ya hali ya hewa la Marekani limetahadharisha kwamba hali mbaya ya hewa inatarajiwa katika eneo la pwani mashariki mwa nchi hiyo. Gavana wa jimbo la Georgia Brian Kemp ametangaza hali ya dharura katika eneo hilo na kutoa wito kwa raia kujiandaa kwa hali mbaya ya hewa. Jumla ya vimbunga 40 vimerekodiwa tangu Ijumaa wiki iliyopita katika majimbo 8 ya Marekani yakiwemo Missouri, Arkansas, Mississippi, Alabama na Illinois miongoni mwa maeneo mengine. Zaidi ya familia 200,000 zimeachwa bila umeme kutokana na uharibifu uliotokana na vimbunga hivyo. Rio de Janeiro.
Rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro anayetuhumiwa kuunga mkono jaribio la mapinduzi amewaambia wafuasi wake kuwa marufuku aliyowekewa ya kutoshiriki uchaguzi mwakani ni sawa na kunyimwa demokrasia. Bolsonaro mwenye umri wa miaka 69 amekuwa akijaribu kujitanabahisha kama mgombea anayeongoza mbio za urais mwakani licha ya kupigwa marufuku ya kushikilia afisi yoyote ya umma hadi mwaka 2030. Rais huyo wa zamani wa Brazil anatazamia kufuata nyayo za rais wa Marekani Donald Trump kwa kurudi katika kiti cha urais licha ya kukabiliwa na kesi kadhaa mahakamani. Bolsonaro alikuwa ametoa wito wa wafuasi wake milioni 1 kujitokeza katika huo mkutano wake wa kisiasa, ila watafiti wanasema waliojitokeza ni watu 18,000 tu. Mahakama ya juu Brazil itatoa uamuzi wa iwapo kuna ushahidi wa kutosha kumshtaki Bolsonaro au la, na iwapo atapatikana na hatia huenda akafungwa jela kwa zaidi ya miaka 40. Roma. Makao makuu ya kanisa Katoliki duniani Vatican imetoa picha ya kwanza ya kiongozi wa kanisa hilo Papa Francis tangu alipolazwa hospitali katikati ya mwezi Februari. Picha hiyo iliyopigwa kutoka nyuma imemwonyesha Papa Francis akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa amevalia kanzu. Kulingana na ujumbe uliochapishwa na Vatican, Baba Mtakatifu amewatakia afueni wale wote wanaougua magonjwa tofauti. Papa amekuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Gemelli mjini Roma tangu Februari 14 na hajaonekana hadharani tangu wakati huo. Kwa Jumapili 4 zilizopita, kiongozi huyo hajaongoza misa mbele ya maelfu ya waumini kama ulivyo utamaduni. Na hatimaye Berlin. Michezoni, mabingwa Ujerumani Bayer Leverkusen walitoka mabao 2 nyuma na kupata ushindi wa magoli 4-3 walipokuwa wakicheza ugenini na VfB Stuttgart katika mechi ya ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga usiku wa kuamkia leo. Kwa ushindi huo, Leverkusen umefikisha mwisho msururu wa kushindwa mechi 3 mfululizo katika mashindano yote na kupunguza mwanya kati yao na vinara Bayern Munich hadi pointi 6. Patrick Schick ndiye aliyekuwa mfungaji wa goli la 4 na la ushindi la Leverkusen kunako dakika ya mwisho ya muda wa ziada. Wiki iliyopita Leverkusen walifungwa 2-0 nyumbani kwao Bay Arena walipokuwa wakicheza na Werder Bremen. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka hapa DW Bonn.